Sasa wacha turudi pale. Tira. Karathi. Ta imagine uratengero gaikare. Tondu to aria maiku rainire yothe ri. Abo mone. O sai mone. Tuone haria mone. Mwirore gukoreo ha. Tugukoro haria. Nigutemera. Ndenda kuona. Twatienda ithe twenda mutaratara. Buria fiji wegi.
Akira mutumia ucio. Tugagukiria wewe. Ndio tarua ifuku. Nataka ni ule. Pole jameni. Hao ni mwario pesa. Pole jameni. Hiki tumewatengenezea kutoka grassroots. Pole. BBI uria yukite riu injui aingi hanejwe ni MCAs marenda guturuta ite-ini no ni hospital ndikirugamite Ngangari niĩ nĩ nyuma ho nĩ ngwarĩtie no kĩrĩa gĩatũma ndũgame no kĩmwe tondũ nduma ho ngĩaria njuge niĩ nĩ niĩ host tondũ gũkũ nĩ Juja na gavana ona matekwaria andũ arĩa icio ithatũ hapa Kiambu, Middle Kiambu, Narua Kiambu, rugamai mwe gavana muone we mundu Kiambu, Githunguri na Ruiru. Tuko na Lower Kiambu, Juja, Gatundu North, Gatundu South, Thika. Kwa maundu wapati wa kujikura muhoro tuko muciĩ uyu ani yule kuona kiuria kingĩ urie no urie uyu na pena visa tino tuko direct. Thank you so much, karibuni sana. Thank you. Wa Gariki kutoka Kabete constituency, ward yangu ni Kabete ward, na mimi ndio nimeambiwa ambao wako hapa ni wasalimu nyote, na alafu ndio niweze kuwaintroducea timu yangu ya Kabete. Haya, hapa wengine hawajafika ama imekuwa vipi? Nadhani kuna watu walifika hapa mbele ya watu wa Kikuyu, niliwaona hapa kitambo sana. Haya, alafu tuende watu wa Limuru kutoka kwe homo na gesha ito mahorere irohe na ne acio. Thank you muno Ronaldo tawa susui ya dosi ya Kabete. Asante sana akona hau. Thank you very much kwa kukinya hau. Tutao kariuki wa Kiruga na makuru ya Kiambu town. Ruiro ni marugame gwenda gwicua githĩnji andu githĩnji wa bũrũri wa Kenya ngũcie no matongoretie na ũhoro wa ũingĩ nĩkuo kwĩna biashara timu ĩyo. Asante sana tũmahũrĩre rwendo Gĩthũngũri nĩkuo ithuĩ tũheaga gavana gwa gũikara guo tũkĩrenda bata tũrĩrwo rũhĩ na county commission ũndũ beri mashinani atathia mĩtambo ĩyo mamũiguaga mũno. Tina my sister house, tina Mwangi Drogba. Gatundu South he andu akĩĩni makinyĩte Gatundu South hau hangi ngũmũhe kahinda kaiganu nĩgetha tũnyite nyamũ ĩno ĩretwo BBI nĩ kuga atĩa. Promise ya BBI nĩ Bishop waheshimiwa walio hapa. Mnaona tunajua hii in Kiambu
You have how many wards? 60. So hawa ni representatives wa 60 wards wa Kiambu ambao walikuja namba 2 ama namba 3. Hawa ni watu ambao wanaheshimika kwa sababu najua ukiangalia population ya Kiambu lazima mlipata kura za kutosha, ni ile haikutosha ijae mkoe waheshimiwa wanao represent pale kwa bunge. Simujipigia makofi. Na Bishop, najua ile sababu wako hapa ni kwamba wanataka next time wawe number 1. Si ndio? Nani hapa hataki kuwa number 1 next time? Wote hapa wanataka kuwa number 1. Sana kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliapishwa kama rais, akachukua kipindi cha pili as President of the Republic, and you also know that Mheshimiwa Raila Odinga was also inaugurated as the People's President at Uhuru Park. So we had 2 presidents at some point in this country. Wakati huo mabishop na watu wengi walikuwa wanasema si Mungu aguse Uhuru Kenyatta na Raila Odinga waongee, ndio at least Kenya ikue na amani. Now today, the president, through God's intervention, the president and Raila Odinga came together and they spoke and they agreed to make this country a better country. Lakini kwa sababu tumesahau yaliyokuwa yanaendelea hapo after election, sasa siku hizi we keep asking them, but what is this you guys are doing? We have other important things to do, including corona and so on and so forth. This process you see inaitwa BBI today is a result of what has been happening in this country for a long time. Kwa hivyo, mimi nimekuja hapa kuwaelezea kwa mafupi tu jambo la muhimu ambalo liko kwa BBI. After that handshake on the 31st of March 2018, the president formed the task force for BBI ambayo iligusia jambo 9, a 9-point agenda ya kuangalia mambo ambayo Wakenya wanataka yafanyike katika Kenya ndio Kenya ikuwe mzuri. Kenyans said, for instance, they don't want divisive elections. They don't want the situation in the counties to continue as it is. They have a problem with corruption. Youth have a problem. Women want better representation. People with disabilities want better representation. And so on and so forth. Mimi naitwa Maina Kamunya, kiongozi wa vijana kutoka eneo la Kiambu. Na siku ya leo tumefurahia sana kwa gavana wetu na Bwana Gakuyo. Tumekusanyisha viongozi wote kutoka maeneo yote ya Kiambu. Tumekuwa hapa Juja kufunzwa kuhusu BBI. Na ya kwanza ni kusema tunashukuru ile kamiti ambayo ilitegurwa na Uhuru Muigai Kenyatta kuangalia masuala ya BBI. Na we are grateful they are able to incorporate all the views from kutoka kwa wale ambao walikuwa nasema walikuwa na maoni tofauti, na tumeona kwa hivi sasa BBI kile ambao wale walikuwa mrengo wengine walikuwa nasema imewekwa ndani. Na cha muhimu ni kuomba wale viongozi wanaongozwa na naye naibu wa rais Bwana DP wakubali kwa hivi sasa their claims, their views have been incorporated in the new BBI chapter. Na we are requesting them, all of them, that it's time now we join hands together tusukume hii BBI iende mashinani, tuweke signatures na tupitishe na tukue na katiba mpya. So ningewahimiza ya kwamba kama sasa ile matakwa yao imewekwa ndani, wasipinge tena, wakubali kuingia kwa mrengo wa kusema ndio, tupige kura ya maoni ambayo haitakuwa na ugawanyiko, kura maoni ambayo haitakuwa na vita, kura maoni ambayo itakuwa ni amani, ili Kenya tusigawanye Kenya na tubaki kama Kenya ni moja. Ambao walikuwa hapa viongozi wametii signatures, tumepewa vitabu ya kuweka signatures, governor ametuongoza wakiwa na Gakuyo, na pia viongozi wengine naona pia hadi sasa kwa muda huu wanaendelea kupiga signature zao kuonyesha kwamba wanaunga mkono hii initiative ya BBI na wako tayari kubadilisha katiba yetu kuhakikisha kwamba hakutakuwa na vurugu tena baada ya uchaguzi, hakutakuwa na mgawanyiko, na especially eneo ile la Mlima Kenya, ya kwamba tutakuwa na ile equal representation when it comes to resources, when it comes to kwa bunge, kwa senate na pahali popote pale. So we are welcoming the initiative na tunaomba wale wakazi wote wa Mlima Kenya wakubali kuweka signatures so that we have a process done. Kwa majina naitwa Wahu Kanyaru kutoka Kikuyu constituency. Hivi leo tumekuwa na siku njema kwa sababu tumefunzwa kuhusu BBI. Na BBI inaleta maendeleo katika vijiji, it is all inclusive.
Na ndio maana sisi tukiwa viongozi wa Kiambu tunasema ya kwamba kila mtu aliye na anataka kuendeleza nchi yetu anafaa kupiga kura kwa ndio kwa BBI. Nasema wale watu ambao wanapinga BBI wanaharibu nchi, kwa sababu BBI imekuja na mfumo mpya ambao utahakikisha ya kwamba tumecurb ile tension na fear na post election violence ambayo inakuwa after tumechaguana, na sasa hiyo yote iko inclusive kwa BBI. Kwa hivyo naweza sema ule mwenye hali njema na wanaopinga pia tunawaalika waseme ndio kwa BBI. Sasa hivi iko sawa kuanzia sasa mpaka wakati ambao tutapiga kura ya BBI. Kwa majina naitwa Thomas Mwangi na najulikana sana kama mashinani. Niko amamangu wale watu walifaa kwanza to be convinced enough, kwa sababu nilikuwa na ile msimamo yangu, nilikuwa na ile maneno ningetaka iangaziwe, lakini ever since hii maneno ya Busman ilipoangaliwa, wakaangalia maneno ya Senate, wakaangalia maneno ya vijana, hata kama haiko 100%, at least hatuwezi sema it's a bad document. It's a document that was to be passed. Zile issue kidogo kidogo zimebaki, those are legislative issues yenye wabunge wenye tumetuma bunge wanaweza. I think sababu kubwa yangu mimi kugeuka kutoka kwa ile kambi ya kukatana na hii document ni kwa sababu tulikuwa tunakosa kitu inaitwa civic education. Na tumekuwa na wakili ametueleza kinaga ubaga, ametutake through the document, na tukauliza maswali na tukaelezewa what is in the document and what is not in the document. Nikaweza kutofautisha siasa, nikaweza kutofautisha propaganda na kenye kimeko kwa BBI, because in the meantime hatujapata copy, but from what I have heard from wakili, it's a good document. BBI Kenya moja, BBI. Haya na muthuri murata wako witagwo Frank, wena amenya ya ndete kunino ni andu mari kuo. Tiga ni Nyoro akirega nanie igiari mumerie ni andu ni marimu maria mari kuo. Twateithirie mundu agicinda akigaruruka akihana ile kanya mugareto manti kaheo mbegu ni ndume ya manti kagaruruka akambia kuria ndume. Riu nayo ndume ria twateithirie guku yagarurukire kianjia guturia, no Ngai ni mwega akinengera gavana Nyoro giti kiu. Na riu ni muraiguire ni ndarihire keza mbeca nyingi muno, ni muraiguire uguo? Ucio ni undu ria Nyoro akoretwo atiririire uthie na mbere uguo. Na he murata umwe mundu wa mbere kuigua kiaria na president etagwo Frank, akahura thimu under the instruction of Bwana Nyoro, akahura thimu akareria president akamwira teithia Gakuyo, sako yakwa igiteithio ikihingurwo na riu ndirahota kuri handu mbere ciao. Githia andu hatia andu ega. Kuna ile bwana governor, watu ambao wako kule juu ambao walikuwa wakipinga hii BBI report, na tunajua ya kwamba wale kamati wamefanya marekebisho na wameweka zile vitu walikuwa wameraise mambo kadhaa zimewekwa tayari. Na sasa governor hata baada ya hizo vitu kuwekwa bado wanakataa. Nataka niulize sana mheshimiwa wetu DP aache kukua watermelon, aseme yeye yako pande gani, kwa maana hauwezi kuwa vuguvugu. Ni wale Yesu Kristo alisema nyinyi mko vuguvugu nitawatema. Kwa hivyo nataka niulize DP aseme yako pande gani, kwa maana hii document si kitu tunafaa kupiga, tunafaa mara moja kupitisha, tuchukue mambo hiyo tuweke kando, 2022 pamoja. Kwa hivyo hiyo ndio msemo wangu ambao ningeweza kusema ya kwamba tuliweka ile mlikuwa mnapiga imewekwa. Mutikae ugeturehera maundu mangĩ itikirai tuhitukie nyamwino na ikoti uguo ri, you can take your official opposition positions. Sasa hata wakati kuna no ni sawa kana no na yes githe garario na muci cigikoragwo kuo uri ukwenda kuga ni no ri tutire na uru nawe, lakini yule mwenye atasema yes
Gavana ametuletea fomu, usitoke hapa kabla ya kuweka sign. Tunataka kutoa saini hizo, tumalize hii mambo, tuende ile mambo ingine mara moja, si ndio? BBI! Haimokamile BBI! BBI! Kenya moja! BBI, asante sana. God bless you. Hatuna muda mrefu tutafanya hapa. Nitaita mheshimiwa Mburu akuja wasalimie dakika moja, akaribishe. Na ukisoma pale tumeandika the king's business, the king's mission was urgent. This matter belongs to our two principals here, and we would wish that hawa watu kilicho ndani yao kiweze kufanyika. Na pia hapa sio mambo ya 2022. Tuko na only one agenda. Agenda yetu ni BBI, tusaidie hawa vigogo wetu, kwa sababu nyinyi nyote mnajua shida ambayo imekuwa hapa Kenya ni shida ya watu kupigana, uoga mwingi kabla ya election, vita baada ya elections, uoga mwingi wakati wa election, violences wakati na baada ya elections, watu kuogopa. Tunahitaji tujenge madaraja. Bwana Gavana wakili Mamboreo walikuwa hapa, amefunza hawa watu, na hawa watu walikuwa wakiuliza maswali. I want to tell you, hawa watu wameokoka. Mimi nimekuwa bishop, nimekuwa evangelist, nimekuwa pastor, na bado kuna watu hawajaamini injili yangu, lakini kuna wale wanaamini. Ikiwa kama gavana kuna mmoja hapa ambaye hataamini injili hii, tunapatia benefit of doubt, aweze kwenda kufikiria. Kwa maana kwenda gwatiriri ni buku ria Ngai. Ungetekia na ngorori na umbura na kanuari, githe to ukihonoke. Na no andu ingi muno matari metekera kuhonoka, na nikio Ngai ndari oraga ngoma, tondu Ngai riendaga democracy, mundu eteki ahonoke nigetha gukwira ati kubatithagio wiririte. Koguo ndagika-ini ino ndindi kuongerera maundu maingi, lakini nataka niongee yangu bwana gavana kama mwanasiasa ambaye ni advisor wako. Na unajua gavana, mimi nakuwa advise vizuri sana mpaka county imetulia. Nyinyi pengine hamjui kazi yangu, mkisikia county ya Kiambu imetulia hivi, ni advice yangu kwa gavana. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ambayo ninafanya kule county. Mtu asiulizaye Gakuyu anafanya kazi gani. Na nataka niwaambie hii kitu tulikuwa tumepanga ya kwamba Nyoro akuwe gavana, lakini mtu mwingine akatuchega, alitupangia kitu akaenda mbele yetu, kwa maana sisi tulikuwa watu wa kanisa na Nyoro. Lakini kwa ukweli watu wa Kiambu walikuwa wanachagua Waititu sababu ya Nyoro. Kwa hivyo msidanganywe, mimi hata sina tamani kuwe gavana hii Kiambu. Nataka mimi nikuwe MP mahali fulani, nitawaambia. Na mimi nasaidia gavana hii mambo iingie. Hii mambo ifanye nini? Na nyinyi mnajua, nyinyi hamuna kiti. Hata mimi nikifutwa na gavana Nyoro leo, sitakuwa na kiti kesho. Sisi tunafanana na tunataka kutafuta kiti, si ndio? No tarenda gete. No tarenda gete. Na nikio turenda tuhitukie nyamwendo, mukiingira ite-ini gikorwo kina mbia. Atia no ngethura gukora gite kina mbia. Nikio turamienda ingire. Taru ni ero ndwike MP, gore ga section kanini na gite kina mbia. Ndirenda hitoka na ihenya. Pesa siume kule iguru shuka guku thi. Kwa sababu tumepata nafasi ya kuongea. Na mimi ningetaka kushukuru Bwana Gakuyu. Unajua mambo mengine Gakuyu ananifanyia hata kama amesema vile amesema, yes, tumetoka bali. Wakati ule alikuwa karibu kuwekwa kwa shimo, ndio Mungu akatupea nafasi. Na nakwambia kwiragura ne kuibirwo muthuru hare ikitio hari haraya, na ni wega muno Mheshimiwa Gakuyu ni undu wa kuririkana kuria tumite, tondu andu moraga ni kwaga kurwa kuria moimite makirwa kuria marathie. Tuko na ndio tulifanya kampeni ile kubwa
tukafanya manifesto. Huyo mtu alikuwa akituuliza manifesto ni kitu gani, tulikuwa tunafanya kazi na yeye, na mwishoe yeye aliresign, akaenda akawacha hiyo mtu. Sasa nimerudisha yeye ndio chief of staff wa Bwana Gakuyo. Tukakubaliana hii BBI si competition. Tulikuwa tunafikiria tutakuwa na shida kubwa. Tulikuwa tunafikiria tutakuwa na upingamizi sana. Lakini vile rais alitusurprise wakati tulienda huko KICC, ni kama mambo imeisha. Kwa sababu all the contentious issues zimeondolewa. Hata sisi tulikuwa tunaogopa, tunapewa 35% pesa ambazo zitakuja, na nyinyi mnajua kama ile mambo kidogo kama mimi nimekuwa kwa ofisi sasa miezi 9, karibu miezi 10. Na nyinyi mnajua ile mambo ambayo tunafanya. Nyinyi kwa sababu mnaishi Kiambu, mmeona mahospitali ambayo ilikuwa imeanzwa alafu ikawachwa. Barabara mnaziona tunaenda pole for 9 months. Ile kazi ambayo tumefanya na 15% na hiyo ingine iliibiwa, you can imagine what we can do with 35%. Sasa tukasema tunapewa 35%, lakini Senate haitakuwa na power kubwa ya kufanya oversight. Sasa Senate imepewa hiyo kazi. Hiyo tulikuwa tumeona kama itakuwa shida. Tulikuwa tushida kidogo, lakini yote sasa tunaangalia upande moja. Na sisi tunafurahia hiyo. Kwa hivyo ile imebaki. Kwanza sisi watu ya Nairobi ya Kiambu hapa. Ile imebaki ni kuweka signature milioni 1 Kiambu. Kutoka kwa hiyo mkutano tumekuja kwa county na tukaanzisha kufanya signature, na kuambia tumefanya signature. Watu walikuwa wanatoka nje wanataka kuingia kwa county wakuja waweke signature. Tumewacha sasa watu wamefanya queue waweke signature. Kwa hivyo kama vile tulisema asubuhi na hawa viongozi, hakuna tofauti ya sisi na wale ambao wako katika assembly. Na mimi sitaki watu waende wakaseme ati Nyoro ametoka kwa assembly, ameenda sasa anakutana na wale watatupinga. Hii kitu si ya 2022 Bwana Buru. Hii kitu ni tulete 1 million signature. Na kila mtu, kila kiongozi katika Kiambu, you have a responsibility to bring the signatures. Kwa hivyo kama wewe upendi Nyoro, enda kwa mlima, chukua signature kwa mlima, wakati Nyoro anachukua signature kwa valley. Au uende kwa mji, mimi nitaenda kwa rural area. Tulete signature. Tusiwe hata. Kwa hivyo nyinyi mna nafasi, leteni signature na tutajua vile tutaongea. Kama vile political advisor amesema, tuwapee vitabu, mtuletee signature. Mtu asiseme tuko na competition, tungetaka by Wednesday. Na ndio tulikubaliana na county commissioner na hawa viongozi wote, tunataka by Wednesday tarehe 1 tuwe tumekamilisha 1 million signature. Kwani si ni weekend hii tumalize, Tuesday, Wednesday tumalize. Ili sasa tuanze kufanya mambo ya town hall kama hii. Napendelea hii town hall. Tutafanya ingine kwa sababu mmefundishwa. Mmeambiwa hau katiba iko. Sasa nyinyi msome. Watu wengine walikuwa wakisema, unajua nilienda kanisa huko upande ya Kaba. Sasa mtu mmoja anasimama anauliza, hiyo kitu mmeiona? Tunaambiwa iko kwa internet. Mko na internet? Mmeiona? Mimi nikasema okay, wakati nilisimama nikasema okay, hata mimi sijaona, lakini wacha niwaulize swali. Watu wote ambao wako hapa, unajua ni kanisa ya Catholic. Watu wote ambao wako hapa, yule ambaye hako na Biblia asimame. Kulikuwa watu 5, tulikuwa karibu watu 1000. Nikasema ala, na Mungu, kwa nini mmekuja kanisa na hamna kitabu? Hamna Biblia? Kwa sababu nikawaambia, kwa sababu mimi najua wewe pengine hujasoma Biblia. Lakini unajua Yesu alisema, I'm going to prepare a place for you, and when I go I'll come back. Au akasema ati you have to believe in your heart, na useme kwa mdomo at the Lord is, the Lord is Savior, and you shall be saved.
Uliambiwa na mtu na ukakubali namna gani? Kwa hivyo sasa mtu asikuambie ukinunua gazeti ya leo kama ni ya Standard au ya Nation, hiyo bill iko ndani. BBI abridged version itatoka, kila mtu atakuwa na kopi. Kwa hivyo sisi tungetaka kuendelea, na mimi nina furaha sana. Iko mambo mingi sana katika look at six constituencies tutapewa Kiambu 6. Kwa hivyo pengine Thika itakuwa 2, hapa Juja itakuwa 2, pengine huko Ruiru itakuwa ingine 2, Kabete kukue na 2. Tugawanye namna hiyo kila mahali ambao population imezidi 100,000. Additional people. Sasa wale watu ambao walikuwa wakisukumana hapa, hata nyinyi mtaangalia mseme hata hiyo kiti ya MCA ilikuwa kidogo, wacha nijaribu ile ya additional. We have additional 600 million ambao itakuja kama CDF. Kwa hivyo mimi ningetaka na asante sana ati inaitwa Nairobi ni nyinyi. Nairobi ni nyinyi na nyinyi Kiambu ni nyinyi. Kiambu ni nyinyi. Kwa hivyo tutatengeneza hii kitu siasa ni ya kuendelea, na mimi nataka tufanye kazi na nyinyi. Tunataka kufanya kazi na kila mtu, turute wira na inywe andu aitu. Kahinda-ini gaka rekei tucokanie thutha wa hema, turute wira hamwe. BBI yoka gutuonia mianyere ikuo. Na nitukumeka atia? Tutaipima, tutajua vile tutaenda. Kwa hivyo Bwana Buruti na wale wote ambao tuko hapa, nimeona kuambia tuko na kitabu tumeanza kuandikisha. Msitoke hapa kabla ya kuweka signature. Tufanye signature ili tuonyeshe tunaendelea mbele. Shoke tudhodeke nyumbani nyeshira gotuko. Na niko na furaha sana siku ya leo. Tulikuwa tunauliza hii kitu ya BBI itapitia njia gani? Viongozi wetu tuonesheni njia. Nashukuru governor na viongozi wote kwa sababu reu negothie reu giletiguo. Uambie rais hivyo toga BBI iko sawa kabisa giletiguo. Na sisi hatutahaibisha Uhuru Muigai Kenyatta. Mwanake akoratwika muthuri tugotewa teagwo giletiguo. Sisi tuko na Uhuru Muigai Kenyatta na BBI. Si ni kweli? Kwa hivyo mimi kama mama nafurahi. Roiro, si mnajua vile kuko? Sasa najua mama ako sawa, ataendelea na kazi. God bless you. Asanteni sana. Tweo mietiguo. Totoragio ne kweo miae. Ona nigetha cia Ngai. Enothe de kwenda mundu wagukua ngoro na ihenya. BBI. Kiambu sawa sawa. Asanteni sana.